sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 26 mwezi wa 12, Ijumaa, kipindi cha kuzaliwa Bwana, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 8 hadi ya 10 na sura ya 7 aya ya 54 hadi ya 60. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 10 aya ya 17 hadi 22. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia mitume wake, jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga. Nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kuwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya Injili ya siku. Leo Mama Kanisa anapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Stefano Shahidi. Leo tunaalikwa kutafakari ujumbe, tuwe mashahidi wa imani yetu ya Kikristo. Ndugu zangu, Wakristo walipokuwa wengi, matatizo yalijitokeza kutokana na ubaguzi wa kikabila. Kulitokea manung'uniko kati ya waumini waliokuwa wakizungumza Kigiriki na wale waliozungumza Kiebrania. Wayahudi wa Kigiriki walinung'unika kwamba wajane wao walikuwa wanasahauliwa katika ugawaji wa mahitaji ya kila siku. Hivyo ni tukio hili lilisababisha uteuzi wa mashemasi 7 wa kwanza, na Stefano akiwa miongoni mwao. Leo Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Stefano kama shahidi wa kwanza baada ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Stefano alijawa na Roho Mtakatifu, alijawa na neema tele, nguvu nyingi, uwezo wa kutenda miujiza na maajabu kati ya watu. Hivyo kutokana na uwezo wake, Wayahudi walibishana na Stefano juu ya dini, lakini hawakuweza kumshinda. Hivyo walitafuta namna ya kumshitaki kwa uongo. Hivyo walichochea wazee wao, hata walimu wao wa sheria, wakidai alikashifu hekalu. Jibu la Stefano ambalo alilitoa kwa kujieleza vizuri kama alivyoongozwa na Roho, kama Injili ya leo inavyotuambia, lilisababisha wampige mawe. Jibu la Stefano lilikuwa kwamba tangu zamani Wayahudi hawakuwasikiliza viongozi wa dini waliotumwa kwao na Mungu. Stefano alipowaambia mioyo yao ilikuwa mikaidi na kwamba walikuwa kama watu wa mataifa. Hata katika tukio hili la kumpiga mawe, Stefano aliwaombea msamaha watesi wake kabla ya kufa, kama Kristo alivyowasamehe waliomtesa. Na hivyo leo ndiyo maana kwa namna ya pekee Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu hii kwa kumkumbuka shemasi huyu mfiadini wa kwanza baada ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Injili ya leo, Kristo anawaambia wanafunzi wake yatakayo wakuta.
shida na taabu watakazokumbana nazo, matatizo ya kuifanya kazi ya kutangaza habari njema. Wanaambiwa watakutana na matukio ya kuletwa kwa maliwali na wafalme, mfano halisi wa utimilifu wa maneno ya Kristo. Maana Mtakatifu Stefano shahidi alipelekwa katika baraza kama Kristo alivyosema na kuhojiwa, alipowaambia ukweli kuwa viongozi wa Israeli tangu zamani walimwasi Mungu, hawakusikiliza viongozi wa dini. Hivyo Waisraeli walimtoa nje, wakampiga kwa mawe. Kristo anawaasa wanafunzi kuwa hata watakapowapeleka mabarazani na katika masinagogi, wasiogope, wasifikiri ni nini watajibu, maana ni kwa saa ile ile watakapoulizwa, Roho atawajibia, yaani Roho atawafunulia nini wajibu, kama alivyojibu shahidi huyu wa kwanza baada ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Kristo anaposema wanafunzi watakuwa mashahidi kwa ajili ya mataifa, anaonesha kusambaa ama kuenea kwa neno la Mungu baada ya ufufuko wake, yaani hata ambao si Wayahudi watalipata neno na watapokea wokovu. Kristo anawaambia wanafunzi wake juu ya mgawanyiko ambao unaweza kusababishwa na neno lake. Ndiyo maana anasema, ndugu atamsaliti nduguye auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao. Kristo alijua kuwa neno litawagawanya wanafamilia, na wengine watateswa kwa maneno, kwa kupigwa na hata kuuawa kwa sababu ya neno la Mungu, kwa sababu ya habari njema. Kristo anatuambia kuwa mateso yote haya yanaweza kutuletea vifo kwa ajili ya Kristo. Mateso haya yanaweza kuwa ya kiuchumi, kufilisiwa mali kwa sababu ya Kristo, kudhalilishwa kwa sababu ya kusema ukweli kama Shemasi Stefano shahidi, kuwekewa vikwazo mbalimbali katika maisha kwa sababu ya imani kwa Kristo. Kristo aliye Mungu pamoja nasi anajua mateso hayo yote na taabu zote, lakini anatuasa kuwa yafaa kuvumilia, maana ushindi huja kwa kuvumilia hadi mwisho. Ili tuweze kupata tuzo kama Stefano, yafaa kuvumilia mateso hayo yote hadi mwisho, ili nasi tupokee taji ya kuilinda imani yetu ya Kikristo. Katika Injili hii ya leo, katika sikukuu hii ya Mtakatifu Stefano shahidi, tunapata mafundisho yafuatayo. Kuliishi neno la Mungu kikamilifu ni njia ya kuelekea mateso, maumivu, hata kifo. Ndugu zangu, ukimfuata Kristo kwa uaminifu, utapelekwa mabarazani na viongozi wa kidunia, maana kwa kumfuata Kristo utawaambia ukweli juu ya makosa yao, nao hawataki kuyasikia hayo, wanataka kusifiwa hata wasipostahili kusifiwa. Pili, tuwe watu wa sala ili daima Roho wa Mungu afanye kazi ndani yetu. Pale ambapo tunapaswa kuzungumza kama Wakristo, kama wanajumuiya, kama raia wema. Katika kuzungumza yafaa sana Roho ndiyo atuambie nini tuseme na kwa wakati gani, ili kuepusha mgawanyiko miongoni mwa Wakristo, miongoni mwa taifa la Mungu kwa ujumla, na hata katika ulimwengu tunamoishi ambamo ni zawadi ya Muumba wetu. Tatu, mgawanyiko unaotokea miongoni mwetu sisi wa Kristo katika maisha yetu kwa sababu ya kumfuata Kristo kwa uaminifu usitufanye kuwa wanyonge. Kristo ametuahidia kuwa katika hayo yote yatupasa kuvumilia hadi mwisho, ndipo ambapo tutashinda. Kama wengine watatushauri juu ya mila potofu, hata kama ni wakubwa,
hata kama ni viongozi wetu au wazazi wetu, tunapaswa kukataa. Mfano, imani za kishirikina, kurithi wajane, kuoa mke zaidi ya mmoja. Hayo yote tukiepuka, tutakuwa mashahidi kama alivyokuwa Mtakatifu Stefano, ambaye ni shahidi ambaye tunamkumbuka leo hii. Nasi ndipo tutakapopokea tuzo na kuilinda imani yetu ya Kikristo. Ndugu zangu, nawaalika ili Kristo aliyezaliwa pangoni azaliwe upya ndani ya mioyo yetu, ili tujaliwe chachu ya kuliishi neno la Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo. Nashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Constantine Michael Mbago wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.